Clayton Levocatus Chipando usiku kwa mkia leo ameandaa afra fupi kwa ajili ya kumpongeza mstahiki meya baada ya kuwa ameshinda na makamo wake. Basi nikwambie kwamba ilikuwa ni shangwe endelemo na vifijo. Na huyo Clayton Chipando ni Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Usiku wa kuamkia leo, nasisitiza tena, ameandaa afra fupi kwa ajili ya kumpongeza mshindi katika nafasi ya meya pamoja na naibu mstahiki meya pale. Kwa hiyo usiku wa kuamkia leo Baba Levo ameandaa chakula safi kabisa, kikubwa sana, kingi, yani nakwambia wamekula kujigaragaza. Mstahiki meya akawa amepata fursa ya kuweza kusema chochote, na ujumbe wake ni kwamba anamshukuru sana mbunge Baba Levo kwa kuweza kuwafurahisha siku ya leo madiwani wote wa Kigoma pale Kigoma mjini kwa kuweza kuwapatia shukrani ya chakula, lakini pia stories hapa na pale kwa ajili ya kuweza kufurahi kwa pamoja. Wamesema wabunge kwa pamoja, wamesema madiwani wote kwa pamoja kwamba wanajivunia sana mbunge Baba Levo kwa sababu ni mtu ambaye ana connection na watu wengi ndani na nje ya Tanzania. Hivyo basi wanaamini kabisa katika maeneo yao kuna vitu vya ziada, maendeleo ya ziada yatawafikia kutokana na jinsi ambavyo Baba Levo amekuwa akijihusisha na watu mbalimbali, matajiri, lakini pia na mahusiano mazuri na watu wenye fedha. Kwa hiyo madiwani wamemuomba kwamba hao watu wawatumie vizuri kwa ajili ya kuweza kuleta maendeleo katika Kigoma mjini. Naye pia Baba Levo akaipata fursa ya kuweza kusema chochote, na moja kati ya mengi au machache kati ya mengi aliyoyasema Baba Levo ni kwamba hatahakikisha kila itwayo leo anaileta ile misaada ambayo aliyeahidi kwamba ataileta na kuwafadhili wale wote ambao walistahiki kupata kile ambacho wao wanakihitaji. Kwa mujibu wa maelezo, Baba Levo inaonyesha wazi kabisa wakati huu amejitoa kimasomaso, lakini wakati anaendelea kusema akusita kumgusia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusema kwamba Samia Suluhu Hassan amejikita zaidi katika mambo yote, lakini kikubwa zaidi yeye anaangalia masuala ya afya na usalama. Hivyo basi wao wakiwa kama madiwani wahakikisha wanamsaidia mheshimiwa kusimamia vizuri zaidi mahospitali ambayo yanajengwa, lakini pia madiwani nao pia wapo katika kamati ya ulinzi katika maeneo husika na usalama pia wa eneo katika sehemu husika ya kata yao. Hivyo yeye kama diwani amewaomba waweze kushirikiana vizuri zaidi katika kuhakikisha wanailinda amani na wanahubiri amani kila sehemu ambapo watakapokuwa wanaenda. Lakini naye Baba Levo akubaki nyuma, kamgusia Mangi bwana, kwa sababu siku ni kama masaa kadhaa iliyopita au siku kadhaa zilizopita Mangi alieleza kwamba ile siku ya maandamano ilikuwa ni Disemba 9, sasa ameshauri iwe tarehe 25. Kwa Baba Levo amesema kwamba haijalishi watapanga tarehe ngapi, madi ulinzi na usalama, polisi wapo, watalinda usalama wao. Kama wanasiasa watahubiri na watawakilisha wananchi bana. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya wanasiasa na hasa Baba Levo. Mimi na wewe basi tukutane wakati mwingine, lakini kabla hujaondoka hapo fanya tu subscribe hii channel. Ukisha subscribe hapo utakuwa ni moja kati ya familia yetu, lakini kama kutakuwa kuna kitu ambacho kimekugusa zaidi kwenye video hii unaweza ukacomment, lakini pia ukashare na wengine waweze kuona bana. Bye bye.